رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. متابعين الكرام watazamaji wafuatiliaji wa An-Nusra TV, leo kwanza ikiwa ni surprise kwanza kidogo mimi kuonekana kwenye kamera tena za An-Nusra TV baada ya kumaliza muda mrefu tukiwa katika matibabu. Afya ilikuwa haipo sawa, yani afya ilikuwa haituruhusu kufanya kazi sana au kufanya mizunguko mingi, lakini kwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala leo nimepata fursa ya kuwa tena mbele ya kamera za An-Nusra TV. Leo nadhani kuna mandhari mpya ambayo mnaiona ilikuwa haizoeleki kwa nyinyi watazamaji wa An-Nusra TV, au pia kuna mtu mpya ambaye mnamuona akiwa hapa karibu yangu. Bila kwenda mbali, huyu ni ndugu yetu, ni mtu ambaye support yake ni kubwa sana kwenye An-Nusra TV. Kiukweli anashukuriwa kwa juhudi zake ambazo anazifanya, kwa moyo wake anaouonesha wa kujitolea na kutumika kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, akiwa ni miongoni mwa watu ambao wanaoiunda crew nzima ya shirika la Frères et Sœurs Musulmans. Sijui nafasi yake ni ipi, sijui kama ni kiongozi wa shirika, sijui labda ni naibu kiongozi, au sijui kama ni mwanamemba miongoni mwa wanamemba wa shirika hilo la Frères et Sœurs Musulmans. Silijui hilo, isipokuwa wakati tutaanza kuzungumza naye atatueleza mengi na atajitambulisha kwa urefu zaidi na upana zaidi, ili watazamaji wa An-Nusra TV muweze kumfahamu. Kwa hiyo ndugu yangu, karibu. Asante. Kwa hiyo watazamaji wa An-Nusra TV wanahitaji kufahamu wewe ni nani, unatokea wapi na unashughulika na kitu gani hasa katika shirika la Frères et Sœurs Musulmans. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cha kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa amejalia tumekutana tena miaka mingi. Mimi naitwa Amidu, kwa jina la maarufu watu wananiita Poli. Wale ambao tumeishi nao barabara ya 8 namba 11 kama shehe wangu hapa Pedaya, tumekuwa naye mashallah. Kwa kuhusu kundi la Les Frères et Sœurs Musulmans, mimi nilikuwa kama trésorier. Mimi ndo nilikuwa ambayo nachukua zile pesa za wafadhili naweka sehemu moja. Kila wiki nilikuwa nawafahamisha kwa ndugu zetu Waislamu kile ambacho kimeingia katika mfuko wa Waislamu. Mimi nilikuwa kama trésorier. Kwa hiyo ndugu yangu bwana Amidu, nadhani umeweza kuyazungumza machache katika yale ambayo tuliweza kukuuliza, lakini kuna lile ambalo naona labda umeghafilika. Tulikuwa tunapenda kufahamu sisi na watazamaji wa An-Nusra TV kwa ujumla kuweza kufahamu, je, wewe unatokea wapi? Je, wewe ni mtu wa hapa kwetu Burundi? Ni Mrundi mzaliwa wa asili ya Burundi? Makazi yako kwa sasa, residence, upo sehemu gani, ili waweze kufahamu ni kitu gani kinaendelea? Mimi ni mzaliwa wa Chibitoki, barabara 14 namba 122. Nimezaliwa Chibitoki, nimekuwa Chibitoki, ila wakati wa matatizo mnajua ile kabili nchi, nikaenda Buyenzi barabara ya 8 namba 11, ndo nikakulia pale na ndo tukajuana na watu wengi pale, vijana wengi, na hivi makao yangu mimi naishi Ufaransa, Paris, ndio kwenye hivi mimi. Ndugu zangu ni wa Kiislamu, kwa hiyo mmesikiza makazi yake ambayo anaishi kwa sasa na sehemu ambayo amezaliwa. Kwa hiyo huyu maadamu ni Mrundi mwenzetu na ana muda mrefu kitambo hafiki nchini,
kwa sasa tunamchukulia kama mgeni na tumempokea, amefika mikononi mwetu sisi. An-Nusra TV, wafanyakazi wa An-Nusra TV tupo wote hapa, tumempokea kwa mikono, kwa shangwe, kwa sababu mchango wake hatuwezi tukausahau kwenye An-Nusra TV. Mchango wake ni mkubwa sana. Kwa hiyo tumemtambulisha kwenu nyinyi watazamaji wa An-Nusra TV, muweze kujua ni kitu gani kinaendelea, mjue ni nini kinaendelea kwenye TV yenu pendwa hii ya An-Nusra TV. Kwa hiyo nilikuwa na maswali machache ambayo sio mengi ya kumuuliza ndugu yangu. Swali la kwanza ambalo naweza nikamuuliza ndugu yangu, nilikuwa nataka nimuulize ahwali za Waislamu ambao wapo Ufaransa zipoje, hali zao za kijamii wanaishije, na pia vile vile hali zao za kiuchumi wanaishije huko nchini Ufaransa. Bila kuingia kwa urefu wa ndugu zetu Waislamu ambao tunaishi nao kule Ufaransa, tunaishi vizuri. Kitu cha kwanza, tunaishi vizuri japokuwa tunaishi sehemu mbalimbali, lakini tuna zile association ambazo zinatuma sisi tunakumbana katika sherehe na katika matatizo. Hicho ni cha kwanza. Alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kuona, sababu kama sisi watu wa Paris tuna association, watu wa Lyon wana association, watu wa Lille wana association. Kwa hiyo kila sehemu yote kwa Waislamu wanajiunga. Kwa furaha tunakumbana sehemu moja, kwa matatizo tunakumbana sehemu moja. Naam, na kuhusu Waislamu ambao wapo huko Ufaransa, labda unaweza ukatuambia ni uzito gani ambao wanaupata katika kutekeleza vile ambavyo dini inaomba kuvitekeleza kwa kila siku kama Muislamu, ikiwemo sala 5, vitu kama hivyo na mengineo mengi ambayo Muislamu anaishi nayo kila siku. Je, kuna uzito wote ambao unapatikana kwa hao Waislamu katika kuziendesha ibada zao za kila siku kama sala? Tunajua huku kwetu, tumeshazoea kwetu Burundi, masajidi zipo nyingi sana. Sehemu ambazo unafika misikiti ya hakuna ni sehemu chache sana. Lakini kule sasa mazingira hasa ya kiibada, ni ugumu gani ambao mnaupata, au labda kuna wepesi fulani ambao upo sisi hatuufahamu? Kwa kweli tukifanya tofauti ya hapa nyumbani na kule kwenye tupo, kwa tofauti kubwa. Sababu misikiti unaikuta iko, ukipata bahati pata nyumba karibu ya msikiti, nikumshukuru Mwenyezi Mungu. Na kuhusu ibada, ule ambaye katoka nyumbani anafanya ibada na kule anaendelea anafanya ibada. Sio kusema sababu iko mbali ndio kufanya ibada. Na kuhusu mitihani mingi sana. Mitihani mingi sana. Kwa mfano unatumika. Ukitumika kuna mida ya sala unakuwa kazini. Labda tajiri wako akupe muda mdogo ndo kasala, lakini matajiri wengi hiyo mida ya sala natupitia tuko kazini. Tunakutana unachanga kipindi cha dhuhuri, unachanga na lafi. Ya unafika nyumbani unachanga hata sala 2 ili tu uratrape zile prières zenye zimekupita. Ndio mtani tunakuwa nao. Ukianza kazi saa 1:30 unamaliza kwa mfano saa 8:30. Kama ni Ijumaa hapo ishakupita, ndio unafika nyumbani unasali tu kama dhuhuri. Yaani ndio mitihani inakuaga tu kule. Lakini kuhusu dini, alhamdulillah watu wanajitahidi. Watu wanajitahidi kwa kile ambacho wanafanya ili Uislamu uendelee mbele. Jambo lingine ambalo tunaweza kupendelea kufahamu sisi na watazamaji wa An-Nusra TV kwa ujumla, je, vipi kuhusu upande wa malezi? Watu wengi wakisikia Ulaya nje huko Europe, au wakisikia Umarekani, wanapiga picha kwenye upande wa malezi, labda wa watoto, malezi, education, kama hisi watoto hisi wana mwenendo wa watoto, watoto, mazingira, kutokana na mazingira gisi yani hivyo. Kwa hiyo tulikuwa tunapenda kulifahamu hilo. Vipi kuhusu hilo jambo? Swala hilo ni swala lizuri sana. Malezi ya vijana wala watoto wa Kiislamu nchini Ulaya, hasa kule kwenye si tupo, yako tofauti na huko nyumbani. Sababu watoto wangali wadogo wanapelekwa sehemu inaitwa creche. Mtoto anaenda kushinda huko au jana shinda na nani? Sababu ndio sheria za kule Ulaya. Mtoto kama miaka 3, baba kama unatumika, mama kuna tumika,
unampeleka hiyo sehemu, mtoto anashinda huko, mzazi anakuja kumchukua jioni. Sasa kule kuna vile ambavyo wanawasomesha watoto kuimba, kufanya nini, na kwa mtoto analelewa malezi mengine, sio malezi ya Kiislamu. Sababu kule kanatoka wanamuonyesha tu muziki, wanaonyesha tu nini, akifika nyumbani anarudilia ndani. Sio kama mtoto anatoka pelekee chuoni aende kusoma dini, asa rudi nyumbani anaenda kutafsira mambo aliyopata kule. Inakuwa tofauti na hapa nyumbani, sababu nyumbani mtoto analelewa na familia, wazazi wanamtizama, paikuwa tatizo, malezi yote ya dini anayapata ngali mdogo. Ufaransa wala Ulaya kijumla, mtoto akishaeneza ile kuna miaka akishaeneza anapelekewa creche. Na kule creche mambo atafunzwa kule, Mwenyezi Mungu anajua. Inabidi sasa wewe mzazi ushafika nyumbani ndio jitahidi umpate malezi ya Kiislamu. Sababu ukimwachilia tu basi mtoto kuna wengine wanapita njia mbaya, anaanza kuvuta sigara, anaanza kuvuta nini. Na kule malezi ya kule sio kama ya nyumbani, mtoto akifanya kosa unapiga kofi. Kule ni makosa makubwa sana. Ukipiga mtoto kofi, akipiga serikali inakuja kuchukua mzee unapelekwa huko. Ndio tofauti kubwa na huko nyumbani. Okay, vipi katika upande wa madrasa za Kiislamu, je, zipo zinapatikana kwa watoto na kwa watu wazima pia? Madrasa zipo, madrasa zipo, ni uamuzi wako. Madrasa zipo, inabidi tu unajiandikisha, unaenda kusoma. Misikiti ipo lakini iko mbali. Madrasa nyingi, Waarabu, Waturuki, wa Maroke, inabidi yani juhudi yako kwa kusoma upate yale mambo, ni juhudi yako. Kwa madrasa yako inakuwa ni juhudi yako tu. Okay, na swali la mwisho la kumalizia, nilikuwa napenda kuuliza kwa niaba ya watazamaji wote wa An-Nusra TV. Tumesikia shirika la Frères et Sœurs Musulmans, lakini tunataka kujua kwa upana inahusika na kitu gani, inafanya kazi gani, ni harakati gani ambazo inazifanya na inatarajia kufanya nini hasa kwenye upande wa TV yetu hii An-Nusra TV? Kwa kweli hilo ni swali lizuri sana. Frères et Sœurs Musulmans ni miongoni mwa Waislamu waliojitolea wakasema tufanye jambo fulani. Ni wale Waislamu wako mwa association moja, lakini sio wote. Ni ambayo tu miongoni wako kama 7, 6, 8 wamejitolea wakajiunga. Ndio kile kitu ambacho waliofanya na nyinyi mkafurahi, sote tukafurahi. Kile ilikuwa ni musabaka, yani tuko tunapima kwanza. Insha Allah mwakani ndio tutakuwa mambo, Mwenyezi Mungu akijalia mpaka hiyo wakati mambo yatakuwa mazuri. Na kuna vipindi vingi sana ambayo wahusika wenyewe watakaofika watahadisia, watawaeleza. Mimi siruhusi kueleza mambo kama hayo, lakini wahusika wenyewe watawaelezea, lakini mambo ni mazuri wenyewe wako naanda. Kwa hiyo ndugu zangu ni wa Kiislamu, ndugu watazamaji wa An-Nusra TV, tukiwa tumezungumza machache katika mengi na ndugu yetu ambaye ni mgeni wetu, japokuwa ni mzaliwa wa Burundi, lakini kwa sasa ni mgeni wetu kwa sababu ametoka mbali huko kitambo sana, yuko huko mbali. Tumeweza kuyafahamu mengi ambayo tulikuwa hatuyajui, tumefungukiwa na mengi ambayo yalikuwa yamejificha kwetu sisi na nyinyi watazamaji wa An-Nusra TV. Kwa hiyo tumefurahi sana na ujio wa ndugu yetu, tumefurahi sana kwa ushirikiano wa ndugu yetu. Allah amlipe kila la kheri ndugu yetu, tunashukuru sana. Mimi kwanza nashukuru kwa mapokezi yenu. Wallahi miaka mingi sana, takriban miaka 14 kama sikusahau, miaka 14 nitoka nchi na hivi ndio nimerudi, lakini kwa mapokezi yenu nikaona Uislamu kisha unaendelea nchini, nimefurahi sana. Natamani na mimi nibaki na nyinyi. Natamani nibaki na nyinyi. Haya, neno moja kwa watazamaji wa An-Nusra TV. Chombo hichi kimeanza kwa utani. Mashaallah, naona chombo kishafika mbali. Kwa hiyo nyinyi tu muendelee mnafuata An-Nusra TV. Msisahau chamchashi aliyosema subscribe. Sabone. Basi msisahau kusabone pale. Subscribe. Si kama ile ya pedaya subscribe na hii ilikuwa imeshindikana kutoka, ilikuwa imekwama kidogo. Kwa hiyo subscribe ile. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, ndugu watazamaji wa An-Nusra TV, waongea Kifaransa msisahau kufanya sabone. Unabonyeza pale sabone. Na pia vile vile wale ambao wanaongea Kiingereza msisahau kufanyaje? Kusubscribe. Ndio hivyo bwana pedaya. Allahu Akbar. Allah tulipe khairi sote. Kwa hiyo
mkono kwa mkono mpaka hadi peponi. Maasalam, maasalam, maasalam. Hii kwani ya ustazi, hai ndio yangu. Wafikini huko ndugu zetu watazamaji wa An-Nusra TV. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. An-Nusra TV, elimu na maendeleo.